Kwa hiyo Bwana Hamza Mahani ningemshauri aongeze juhudi, awe na ikhlas zaidi katika kazi yake, na napenda vile harakati zake anavyojitoa, anavyopambana, leo anakuwa huku, leo anakuwa huku. Allah muwafikishe, amfungulie zaidi, watu wamsupport katika kazi yake ili awe na nguvu kubwa, asisimame peke yake. Sababu uzuri ni kwamba tukijitoa katika mambo ya kidunia kwa khairi na shari, basi utayakuta kule. Mashallah, kwanza namuona ni mtu ambaye anajitoa sana, kwa sababu ni mtu ambaye tunazungumza pia mara kwa mara. Leo ni tarehe 10 za mwezi wa 3 mwaka 2025, lakini kadhalika tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, tukiwa tumeimaliza iftari ya kuikamilisha saumu ya 10. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa aliyoweza kutufuturisha, Mungu abarikie palipotoka hizi sadaka. Ukiangalia namna chapati tumeweka, palete za mayai, basi hizi zote zinakuonesha uwazi kwamba kuna watu wenye utu na uungwana, wanajua namna ya kuweza kufuturishana. Mama zangu kutoka katika kundi la Al-Karim Belgique, alhamdulillah, sadaka yenu ilivyoweza kutumwa na Mazai. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala akubarikieni mama zangu wa Al-Karim, namna mnavyowafuturisha hawa. Mimi imani kwamba wako wengi ambao wana mali. Mimi imani kuna makundi, lakini moja katika makundi yenu haya ya Al-Karim mnazidi kuisaminisha Al-Huda na kuendelea kutia nguvu katika watoto zetu wa Qur'an. Ukiangalia mwanzoni kabla ya kufanya iftari, watoto zetu walikuwa wakisoma Qur'an. Ukiangalia kabla ya kufanya iftari, watoto zetu walikuwa katika jitihada ya kuweza kuhakikisha wanatia nguvu na baraka katika hili. Mimi nitoe wito kwa Waislamu wote ambao wanatamani kutufuturisha, wanatamani kutia nguvu ya Qur'an. Angalia sehemu hii nimeshaelezea kwamba tunapanga kama sehemu hii ambayo tunapanga wangetokea watu ambao ni makarimu. Ukitazama tulifanya ibada hapa, tunasali sala zote hapa, alhamdulillah, tunasali nje kutokana na wingi wa wanafunzi. Kama tukiwa tuko sehemu yetu, tutapata sehemu ya kusali, tutapata sehemu nzuri ya kusoma Qur'ani, na hii ni sadaka tunjaria kwa watoto zetu hawa. Nikuombe wewe ambao una uwezo wa kuchangia 2.5. Tumeupata uwanja, lakini kupitia uwanja huu unahitaji pesa. Kama makarimu Waislamu ambao wangeliweza kuchangia milioni 1 ni watu 30, tungepata milioni 30. Tuna kipande chetu hapo cha parcela ambacho harakati hizi zinaweza kuwa zinaendelea. Nitoe shukrani zangu pia kwa mama zangu wa Al-Huda ambao mnaendelea, mama zangu, kutoa sadaka zenu. Nadhani mnaona gari nimeongeza stoki ya chakula kinaingia humu ndani. Ni nguvu ya sadaka zenu kutoka kwa kina mama wa Al-Huda. Angalia chai, angalia tende, angalia pasteki, angalia vyote tulivyovifanya hivi hapa. Ni nguvu ya sadaka za Waislamu. Mungu atubarikie sote, atulipe, atuwekee nuru katika maisha yetu. Namba yangu ndio hapo ya Limikash. Unaweza ukaniambia Hamza, na mimi nataka nichukue siku moja tu niwafuturishe watoto zetu wa Qur'an. Unaweza pia ukachangia kupitia Limikash. Unaweza pia ukachangia kupitia kode ya Limikash.
lakini namba yangu ni hapo ya WhatsApp, tunaweza tukaungana tukatia nguvu za pamoja. Tolea ndugu yako, mama yako aliyetangulia kaburini. Hii ni sadaka tunjaria kubwa sana. Wakisoma Qur'ani na kumwabudu Mungu kupitia sadaka yako wa milioni 1,250,000, tuna shida ya kupata milioni 30 tununue uwanja wetu. Kama unazo, njoo tukuoneshe uwanja, utukabidhi na Mungu atubarikie. Allah amwafikishe, amfungulie zaidi, watu wamsapoti katika kazi yake ili awe na nguvu kubwa, asisimame peke yake. Sababu uzuri ni kwamba tukijitoa katika mambo ya kidunia kwa kheri na shari, basi utayakuta kule. Vyenu ipo vyema kuitumikia dini. Al Huda, mwongozo wa jamii.